Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwananchi, ni wakati wengine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi chao mara baada ya kuweza kufuzu kuelekea hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa Young Africans wanaanza safari yao ya uko katika hatua ya makundi wakiwa na kocha mpya, kocha ambaye ni wa viwango kweli baada ya kile kilichoweza kutokea katika kipindi cha nyuma hapa katika miezi ya hivi karibuni, baada ya klabu ya soka Young Africans kuanza msimu wakiwa na kocha Romain Folz, miongoni mwa kocha ambao walitabiriwa kuja kufanya vyema, lakini mambo yakawa ni magumu kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans baada ya kuonekana mbinu zake zinashindwa na zinagonga mwamba kweli. Hivyo basi klabu ya soka Young Africans wakaona dhahiri shairi ya kwamba wanahitaji kuweza kufanya mabadiliko, yani reform katika kikosi chao ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupata matokeo mazuri kabisa. Na baada ya kufanya hivyo mambo yameanza kuonekana, wameanza kurudi katika hali yao ile ambayo ilikuwa ikiweza kuhitajika. Sasa klabu ya soka Young Africans baada ya kufanya mabadiliko hayo kwenye kikosi chao kwenye benchi la ufundi, sasa wamekwenda kumtambulisha kocha mpya ambaye anakuja kuchukua mikoba ya Romain Folz, na ni miongoni mwa makocha ambao wanasifika kuwa na ubora mkubwa na CV yao ni ya kutosha. Sasa mimi nimekusogezea kwa uchache na yale ambayo yuko nayo kocha huyu, wapi ametokea, amewahi kufundisha vilabu gani na mafanikio yake ni yapi katika soka la Afrika ama huko alikotoka. Yote hayo na mengine mengi utayakwenda kuyapata katika taarifa hii, ila nikukumbusha kwamba kabla tujaendelea, kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo endelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka Young Africans sasa wanaweza kusema ya kwamba iko chini ya mikono ya moja kati ya makocha ambao wameweza kuwatangaza. Hii ni mara baada ya Romain Folz kuweza kuenguliwa na kuweza kuwekwa pembeni kwenye kikosi chao. Sasa baada ya mchakato wa wiki kadhaa wa kutafuta kocha mpya ambaye atakuja kuweza kuirudisha ama kuipa thamani na kuiongezea thamani klabu ya soka ya Young Africans, sasa wameweza kumpata. Unaambiwa rasmi Pedro Soares Goncalves ndio kocha mpya wa Yanga. Itoshe kusema ya kwamba kocha wa Yanga anaitwa Pedro, hayo mengine utaongezea. Klabu ya Yanga imemtangaza rasmi Pedro Soares Goncalves kuwa kocha mkuu mpya wa timu hiyo, akichukua mikoba ya kocha Romain Folz ambaye alihudumu katika miezi takriban miwili akiweza kuiongoza klabu ya soka ya Young Africans na kupata ushindi. Hajapoteza mchezo hata mmoja, licha ya kwamba aliwapa kombe la ngao ya jamii, lakini wananchi wakasema ya kwamba haitoshi, bado una kitu cha kwenda kujifunza ili uje uiongezee klabu ya soka ya Young Africans, kwani kile ambacho alichokuwa kikifanya ni kama vile mashabiki na wanachama wa Yanga walikuwa hawamuelewi, na namna ambavyo timu yao ilivyokuwa ikiweza kucheza walikuwa ni kama vile hawaelewi kile kinachoendelea. Sasa unaambiwa kocha huyu ni raia wa
Ureno. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 27 katika majukumu ya ukocha ndani na nje ya bara la Afrika, ambapo ana uwezo wa kutosha kweli, miaka 27 kwenye football ya Afrika na nje ya Afrika. Mafanikio yake makubwa ambayo mpaka sasa anajivunia nayo toka alipoanza kufundisha kwa zaidi ya hiyo miaka 27, ambapo kuiongoza timu ya taifa ya Angola kushinda ubingwa wa Kosafa mwaka 2024. Aliwahi kuwa kocha wa timu ya Angola huko ambako ni miongoni mwa timu ambazo aliwahi kuzifundisha, lakini kuipeleka Angola hadi robo finali ya AFCON kwa mwaka 2023 wakitolewa na Nigeria. Kwa hiyo unaweza kuona kumbukumbu vizuri kama unakumbuka mnamo miaka ya 2023 huko, kama kumbukumbu ziko sawa, utakuwa basi unamkumbuka vizuri kocha Pedro. Kuwa sehemu ya mfumo wa youth development ndani ya Sporting CP ya Ureno, yani alikuwa ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanakuza na kuendeleza vijana katika klabu ya Sporting CP ya huko Ureno, moja ya ngome kubwa ya kukuza vipaji barani Ulaya. Kwa hiyo issue ya kuwatoa kina Clement Mzinze kwake sio issue, kwa sababu ana jicho la kutizama na wamewahi kupitia katika kitengo hicho cha kukuza na kuendeleza vijana uko kwao nchini Ureno, lakini ana uzoefu na sifa. Yani sasa hapa tunaingia sasa kwenye makabrasha kwamba kocha amesoma, vigezo anavyo, anaweza kukaa kwenye benchi, sio kwamba anakuja kuwa kocha wa mazoezi tu, hapana. Kocha huyu ana UEFA Pro license kocha, yani mtaalamu wa mfumo wa modern position na vertical football. Amewahi kufanya kazi na makocha wakubwa Ulaya na Afrika. Amekuwa sehemu ya program za maendeleo ya soka la vijana. Kwa hiyo ana uzoefu wa kutosha kabisa, ambapo amekuwa ni miongoni mwa watu makini kweli. Yanga wamempatia mwalimu wa mpira na wamempata mtu wa mpira kweli mwenye CV na vision ya kisasa. Wampe la sinemari, yani nazungumzia watu bora tu kwenye dirisha dogo. Na kama inavyosema mitandaoni, kama jina lako si Pedro, una kazi jangwani. Kocha mkuu ni Pedro, msaidizi ni Pedro pia. Pira ni Ureno limewasili jangwani. Yanga wametua na pila la Ulaya. Tegemea mfumo wa kisasa, nidhamu ya kiufundi na ubora wa maamuzi uwanjani. Huyu ni Pedro Goncalves, mwalimu kamili wa soka la kisasa ambaye anakwenda kutua kwenye kikosi. Tayari ameweza kutambulishwa na wananchi, huku akisema ya kwamba yeye amekuja kucheza na kuweza kuhakikisha kwamba anaipa Yanga makombe kulingana na kile ambacho kilichopo mbele yake. Kazi kubwa tu ni kuhakikisha kwamba wachezaji wanamsikiliza vilivyo vyema ili waweze kupata kile ambacho yeye anakihitaji. Kwa sasa kinachosubiriwa kwa sasa ni kuingia kwenye majukumu yake, na baada ya Young Africans kumalizana na klabu ya Silver Strike katika mchezo wa hapa nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga sasa wanarudi katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, na mwezi huu pia ambapo watakuwa ndio mchezo wao wa mwisho katika mwezi Oktoba, mwezi wa 10. Mchezo wao watacheza tarehe 29 kwa mujibu wa ratiba ambavyo inaeleza kwamba watakuwa uwanjani, licha kwamba tarehe hiyo inatangazwa kwamba ni tarehe ya uchaguzi. Pengine tajua kwamba ratiba itakaje, lakini kwa mujibu wa ratiba inaeleza kwamba tarehe 29 Oktoba Young Africans watakuwa uwanjani
jioni majira ya saa 1 kamili ya saa za Afrika Mashariki. Wakiwa nyumbani watawaalika Mtibwa Sugar kwa ajili ya kwenda kuzisaka hizo alama 3. Kumbukwe kwamba katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, Yanga nafasi yake kwenye msimamo anashika nafasi ya, hapa nazungumzia 13, akiwa na alama zake 4. Amecheza michezo miwili na amepata ushindi mmoja, amedraw mchezo mmoja. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kile kinachokwenda kutokea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Hii hapa ni Wina Media, karibu kwa mwendelezo wa kile ambacho tutaendelea kuweza kusogezea.